Mtazamaji mpendwa wa mtandao wetu wa Tanzania ITV, hujambo? Kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau na kuomba uponyeze alama ya like. Sasa kumewaka katika taifa letu la Tanzania. Hata wale ambao tunaishi hapa Mbeya tunashindwa cha kufanya kama taifa letu la Tanzania linaendelea kukabiliwa maneno magumu ambayo naenda kukufahamisha kwa kanda hii. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa sasa hivi yuko matatani baada ya kuamuliwa kwamba miili ya waliouawa kufuatia maandamano nchini Tanzania inaenda kufukuliwa ili kushitaki Samia Suluhu Hassan. Kuna rais wa chama cha mawakili hapa Tanzania TLS anaitwa Boniface Mwambukusi amesema tutafungua kesi ya waliosingiziwa homa baada ya kuuawa 29 Oktoba 2025. Yaani kuna baadhi ya watu ambao waliweza kuangamia ama kufiatuliwa risasi wakati wa maandamano yale tulikuwa nayo hapa Tanzania. Hata Mbeya tulikuwa na maandamano. Sasa kuna baadhi ya Watanzania wenzetu waliaga dunia, lakini wakati miili ilipopelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti, serikali ya Samia Suluhu Hassan ilitoa agizo kwamba miili yote wakati inatolewa katika chumba cha kuhifadhi maiti, cheti cha kuzikwa kwa miili hiyo kiandikwe kwamba hao waliweza kuaga dunia kufuatia homa, ili hali waliweza kuaga dunia kufuatia majeraha ya risasi waliopiwa waandamanaji. Hii kama njia moja ya kuzuia ushahidi kushitakiwa kwa Samia Suluhu Hassan na wale ambao walihusika, haswa vyombo vya dola kwa mauaji hayo. Sasa Boniface Mwambukusi amesema wataenda kufukua miili yote kuhakikisha kwamba uchunguzi umefanywa ili kuleta haki na uwajibikaji katika familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao. Naomba kuyanukuu yale ambayo yaliweza kunenwa na Boniface Mwambukusi. Akasema kuna watu waliouawa tarehe 29 Oktoba mwaka jana wa 2025. Kuna mandugu wengi waliweza kuaga dunia, wakaambiwa ili tuwape maiti, semeni huyu amekufa kwa homa. Hao ndugu wametuletea sisi udhibitisho, na yanukuu matamshi ya Boniface Mwambukusi, wametuletea sisi udhibitisho wa vieti vilivyogushiwa, yani fake, kuwa wamekufa kwa homa na wakati wamepiwa risasi. Ndio maana nasema tutafungua inquest, ukipenda shauri lenye kifo chenye utata. Tutafukua, sasa amesema hivi, tutafukua makaburi tuone kama homa ilisababisha wao kuaga dunia ama tuone kama ni risasi ziliweza kusababisha wao kuaga dunia. Miili yote tutaifukua. Watu wameuawa, lakini pia walioumia hawajapewa matibabu, na kuna kitengo husika kinachoendelea kuwahoji wengi katika taifa la Tanzania, lakini kufikia sasa madaktari bado hawajahojiwa ili kutoa yale ambayo wanayoyajua. Kwa hivyo mambo si sawa, hali si hali katika taifa la Tanzania. Wengi walikuwa wanasema ya kwamba sasa kwa sababu maandamano yalifeli kufanyika 25 Disemba mwaka jana wakati wa Krismasi,
Maandamano hayo pia yakafeli kufanyika tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka jana, na tarehe 1 Januari mwaka huu yakafeli kufanyika vile ilikuwa inaratibiwa na baadhi ya wanaharakati na vijana wa Gen Z. Sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan ikaona sasa yale ambayo maovu yalitekelezwa, watu wakaangamizwa, wengine hawajulikani waliko kufikia sasa, serikali imefaulu. Hili halijafika mwisho. Mwambukusi amesema lazima uwajibikaji, haki iweze kutendeka kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao. Na kufikia sasa hakuna yule ambaye anajua kinachoendelea katika serikali ya Samia Suluhu Hassan, na mrengo wa upinzani uliweza kutangaza kwamba zaidi ya watu 10,000 waliweza kuaga dunia wakati wa maandamano, huku wengi wakizikwa katika makaburi ya pamoja, ndio kama njia moja ya kuzuia ushahidi. Lakini kuna wale ambao waliweza kukabidhiwa miili wakahakikishwa kwamba ni homa iliweza kuwaua. Sasa wanaenda kufukuliwa ili kutumika kuonyesha uwazi haswa kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao. Na maandamano yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania yaliweza kuchafua picha ya taifa letu la Tanzania na kusababisha baadhi ya mataifa mengine kutunyima misaada, kwa sababu ilisemekana ya kwamba hakuna vile serikali dhalimu inaweza kupata ufadhili. Tukaona taifa lile la Marekani likisitisha kutoa misaada haswa ya kushughulikia mambo ya afya, kumaanisha ARVs zinaenda kununuliwa na serikali hii yetu ya Samia Suluhu Hassan, ikilinganishwa na vile tulikuwa tunapata usaidizi kutoka taifa lile la Marekani. Taifa la Sweden likakatisha misaada katika taifa letu la Tanzania, na hata taifa lile la Canada, bunge la Ulaya, wote wakasema hawawezi kutukabidhi misaada kwa yale ambayo maovu yaliweza kushuhudiwa katika taifa letu la Tanzania. Na hivi majuzi tulimuona Samia Suluhu Hassan akisema ya kwamba hakuna kijana ambaye anaweza kujitokeza barabarani, kwani utulivu umeweza kurejeshwa katika taifa la Tanzania. Ndio, na hata sisi tunapigia upate utulivu na tunapigia upato mambo ya amani. Hata sisi wale ambao tuko hapa Mbeya tunaomba amani iweze kudumu, lakini lazima uwajibikaji uweze kuchukua mkondo wake. Lazima haki iweze kutendeka kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao. Ndio maana mimi tunaona matamshi yale ambayo yametolewa na rais wa chama cha mawakili nchini Tanzania TLS, Boniface Mwambukusi, ninayaunga mkono, kwa sababu tunataka haki kaweze kutendeka. Kuna familia zile ambazo zinaendelea kuumia moyoni, wanashindwa cha kufanya kwa sababu wenzao waliweza kuaga dunia. Lakini tutasubiri tuone ni kipi ambacho kitaendelea kufanyika, lakini imepitishwa kwamba miili inaenda kufukuliwa. Kwa hivyo familia zile ambazo ziliweza kuzika wenzao baada ya kusemekana ya kwamba uandikishe kwa cheti kwamba waliweza kuaga kwa homa waweze kujitokeza wakati msako huu utaanzishwa wa kufukua miili, ili tukaweze kupata ushahidi wa kutosha kuwashtaki wahusika wale ambao walihusika katika maandamano. Lakini Samia mwenyewe aliweza kusema ya kwamba vyombo vya dola vilitumia nguvu zaidi wakati wa maandamano kulingana na kiwango cha uhalifu ambao ulikuwa unashuhudiwa. Thibitisho kwamba wale ambao waliweza kuaga dunia ni waliweza kuangamia kufuatia risasi ambazo ziliweza kufiatuliwa kupitia vyombo vya dola. Na tutaendelea kutoa siri na kuwafichulia yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Nitamatishie hapo, lakini nakuomba ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe wakati unapotazama, na kuomba tu uponyeze button ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like, na asante, tutakutana baadaye.